ninawaasa kupendana, kwani mafanikio ya mwanamke yapo kwa mwanamke mwenzake. Rais wetu ni mwanamke. Kauli nyingi utasikia watu wanamchukia. Hapa hatuko kisiasa, ninajua hilo, lakini niombe tupende. Wanasema majaribu ya mtu hayaangalii cheo, hayaangalii elimu, hayaangalii utajiri wake. Pamoja na kwamba ni rais, tusimtie majaribu ya kwamba hatumpendi. Tuguswe kama sisi, na wewe umeambiwa kupendi, utajisikiaje? Kwa hiyo kama wanawake, ningeomba, nimesikiliza mahubiri, nimesikiliza walioongea mwanzoni, wameongelea pia upendo mwanamke kwa mwanamke, tupendane. Na hapa wamesisitiza pia tusilogane. Hata makazini hapa, najua wengine ni watumishi wa serikali, wengine wako sokoni, wengine wako wapi hapa na pale, lakini kote huko tuko katika utafutaji. Na katika utafutaji mara nyingi tunawaza kufanya mabaya yanayoleta mafanikio ya muda mfupi, lakini sisi kama wanawake tusiharibiane shughuli yoyote. Lakini pia niombe wanawake, pamoja na kwamba tunapendana, upendo ni muhimu sana, lakini tusiumizane. Yani usimfanye mwenzia aende nyumbani akapiga magoti kila siku. Ikifika jioni, jiulize, leo nimefanya nini? Kitu gani nimemharibia mtu mwingine? Kitu gani nimemfanya mtu mwingine ameenda nyumbani kwake amepiga magoti kuomba Mungu kwamba yani kama anakulaani? Kwa hiyo kila siku lazima ujiulize hicho kitu unaporudi nyumbani, maana nimesema wanawake sisi ni baraka na ni laana kwa vizazi vyetu. Kwa hiyo tubariki vizazi vyetu. Nasikitika na nahuzunika sana nikiongea na kina mama kama nyinyi ambao mmependeza muonekano, sometimes mpaka unasema ni malaika kashushwaje, lakini ndani ya mioyo hatupendani. Tunaambiana kabisa kwamba bosi akiwa mwanamke huwezi pata kazi, traffic akiwa mwanamke atakuchali, sijui ukipita wapi akiwa mwanamke ni mkorofi, mke mwenza mkorofi, wifi mkorofi, mama mkwe mkorofi. Kwa nini mwanamke? Kwa nini mwanamke? Mtoto yatima anateswa na nani? Mwanamke. Kwa nini mwanamke? Mimi ninafikiri wanawake tukiamua tunaweza. Wewe ambaye leo una mahusiano na mume wa mwenzio ni mwanamke, si ndio? Mwenzio analia na watoto, anayesababisha nani? Mwanamke. Sasa kama wanawake ni jeshi kubwa, tumepata nafasi sisi kama wanawake. Kama wewe mwanamke umesimama kwa dhamira yako, unatamani mema kama alivyosema mwanangu Ikupa, mema ya nchi, unasema kabisa unataka, ni kwa nini uwe sababu ya kumliza mwanamke mwenzio? Unajua kwamba Mungu hatizami yule ambaye Mungu ananyeshia mvua watu wote, si ndio? Haangalii mtenda mema wala mtenda mabaya, anawapenda wote. Hakuna machozi ya mwanamke anayokwenda bure. Najua hicho. Hakuna kilio cha kweli ambacho tunakwenda bure. Yamkini kuna watu tunapitia kwa sababu ya maisha tunayoishi. Ninatamani sana wanawake tubadilike. Sana sana. Wewe mwanamke ambaye unakaa na mtoto ambaye sio wa kwako, katika jina la Yesu kampende. Mtoto ni matokeo. Mtoto alikuja tu. Sasa wewe unaweka bifu, mama mzuri, msomi, mjasiriamali, unapendeza, na katoto kadogo. Mtoto mnajibishana, haina baraka. Wewe unagombana na wifi yako, wewe shida yako nini? Wewe ndio uko na mume wako, mko ndani. Huyo wifi anaisha sitting room. Kwa nini akusumbue kati umepewa? Yaani wewe ndio umepewa nini zile mbinu za vita, si ndio? Sasa wewe kwa nini upate shida? Eti unagombana na mama mkwe. Lakini ni kwa nini? Ni sisi wanawake. Kwa hiyo kubadilika ni sisi wanawake. Ili tufanikiwe, tufanye maisha, tufanye kila kitu, lazima tutengeneze kwanza amani. Amani inayotoka ndani unatengeneza wewe mwenyewe. Wewe ukijipenda, ukimpenda mwenzio, kila kitu kinaenda sawa. Si Anti-Lydia event tumefanya shughuli hizi, lengo na dhumuni ni kumpumzisha mwanamke na kumfanya afurahi. Ndugu mgeni rasmi, siku hiyo pia inaambatana na sadaka kwa ajili ya wahitaji maeneo mbalimbali. Tumefanikiwa kuhudumia yatima, wasiojiweza na wanawake walioko magereza, wafungwa na mahabusu. Bongo Play TV.